Tumerejea tena mpendwa mtazamaji wa Star TV. Kama unaungana nasi basi kipindi wani ni Amka Tumsifu Mungu sehemu ya pili, ambapo tunakuwa na mjadala juu ya yale ambayo tunaendelea kuishi nayo katika jamii yetu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ile ambayo tumetoka kuhitimisha hivi punde, ambapo tulikuwa na wanakwaya wa Neema Gospel Choir ambayo wanahudumu huko jijini Dar es Salaam. Na katika awamu hii basi mpendwa mtazamaji, kama ilivyo ada, tunakuwa na mjadala, na mjadala huu unakuwa unajikita katika mambo fulani ya kijamii, ya kifamilia, ndoa, uchumba, lakini pia hata mambo ambayo yanalihusu kanisa kwa namna moja ama nyingine, basi tunakuwa tunajadili. Lakini leo naweza nikasema ni muendelezo tu wa swala zima la muziki huu wa Injili. Ni muendelezo tu wa muziki huu wa Injili, kuona kwamba ni namna gani muziki huu unaweza kupiga hatua, lakini hauwezi ukapiga hatua mbele bila kuwa na walimu wa kwaya, wafundishaji, wapiga kinanda, wapiga gitaa, wapiga ala zozote za muziki. Kwa hiyo bila hao pia inawezekana tusinogeshe muziki wetu, lakini basi kupitia wao tunakuwa tunanogesha muziki wetu huo wa Injili, muziki wa kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na daima nilikuwa nikiwabana wanakwaya hapa kwamba sasa inakuaje, tunaenda kisasa zaidi ama tunaenda kianalojia zaidi? Wao wanakuambia kwamba tunaenda kisasa zaidi. Basi tunakuwa namna hiyo tunazungumzia hayo, lakini pia utaona namna gani pia hata miondoko inabadilika siku hizi ya uimbaji. Miondoko inabadilika, lakini pia hata namna ya uvaaji wakati mwingine inabadilika, namna hata ya uchezaji inabadilika, namna ya upigaji wa vyombo inabadilika. Na zamani zile wakati sisi tunakuwa, hata vinanda vilikuwa ni vinanda vile sijui wanaviita vya pedo vile, ambavyo vilikuwa wakati mwingine pengine hata umeme havitumii. Unakuwa unakanyaga pedo, ukanyaga pedo, sijui ndio unakijaza upepo, sijui inakuaje. Basi mwisho wa siku kinanda kile kinakuwa kinatoa ala nzuri kweli kweli. Lakini pia tulikuwa na ngoma ambazo tunapiga kwa mikono yetu wenyewe, vile vile kwa kunogesha zaidi. Kuna kitu kinaitwa kayamba, ile mtu anatikisa kweli kweli, lakini hiyo yote katika kunogesha mziki. Lakini pia kulikuwa na wale hata wapiga chuma, unakuta mtu anapiga chuma, wengine wanaimba, mwingine anachupa, sijui anaifanya namna fulani. Basi hiyo yote ni katika tu kuleta ladha halisi ya ule mziki wa Injili. Lakini kwa sasa tumeendelea zaidi, tumetoka kule kwenye analojia, sasa tuko kwenye digital zaidi. Na huku katika digital tunakutana na kinanda cha kisasa. Ngoma zimesha setiwa kutoka kwa watengenezaji, kila kitu kinapatikana pale. Mdundo wote ambao unauhitaji unapatikana pale. Na kuna vinanda vingine ukisikiliza kikicharazwa unaweza ukasema pengine ni gitaa. Kitu ambacho naona hakipitwi na wakati sana ni zeze lile halipitwi sana na wakati, bado lenyewe linaendelea kupeta tu katika ulimwengu huu. Lakini basi ukija kwenye kinanda unakuta kinakuwa na ngoma nyingi kweli kweli. Na kinanda hiki kinakuwa kinatumika huwa kuna wakati nasema kinanda ni mfano wa unga wa ngano, kwa sababu kila sehemu yenyewe kinatumika tu. Kila mwenye kuhitaji kuibua ngoma mle anaweka tu, mambo yanaenda. Lakini pia tunaona ongezeko pia la vyombo hivi vya muziki ikiwemo gitaa. Mimi nilikuwa nimezoea kuona gitaa linacharazwa tu, halitumii kitu chochote. Lakini kumbe kuna mpaka magitaa ya umeme, unachomeka umeme lenyewe ndio linafanya kazi. Sasa huwa najiuliza, hivi ukifanya vile, ukipiga gitaa alafu umechomeka kwenye umeme, ina maana hauwezi ukapigwa shoti? Inakuaje jambo hili? Kwa hivyo ni vitu ambavyo nilikuwa napenda sana kuvifahamu. Zamani kulikuwa na yale magitaa, sijui wanasema sijui gitaa ya solo, sijui inakuwa kwaje. Unakuta kabla hajaanza kulicharaza lile ana seti kule mbele, na zile sijui ndio zinaitwaje zile nyuzi, ana seti, alafu mwisho wa siku mambo yanakwenda vizuri. Hata usikivu wake pia ulikuwa wa tofauti kabisa. Lakini saa hizi jamani, tuna magitaa ya digitali. Haya yote ambayo nimeyazungumza, yote ambayo nimeyaongea na kuyatolea ufafanuzi kwa kina tangu zamani mpaka zana zilipo hivi sasa, yanafanikishwa na watu wanaoitwa wazalishaji ama maproducer wa muziki. Kwa hivyo utaona hapo katika TV yako nimekuandikia changamoto kwenye muziki
wa Injili, changamoto katika muziki wa Injili. Lakini changamoto hii pia pamoja na kwamba ipo kwa wanakwaya wenyewe ambao waimbaji wenyewe, kuna hawa ndugu zetu ambao wanazalisha huu muziki, tutawaangazia huko. Lakini sanjari na mada hiyo pia tutawagusagusa na wao. Je, wanatimiza wajibu wao ipasavyo ama inakuwaje? Basi kuletea kipindi hiki bado uko nami, naitwa Godfrey Joseph Mahonge, mwenzangu ni Athman Mihula kule jijini Dar es Salaam, tukiwa na timu yetu yote ambayo tunakuletea hayo yote, muonekano wangu, kila kitu, muonekano wa Mihula. Basi kuna timu ambayo inafanikisha hayo yote. Mwishoni nitakwambia ni timu ya kina nani. Hapa studio basi ninao wageni. Ninao wageni hapa studio, lakini pia nawe mtazamaji utaniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Usipige simu. Ukipiga simu sitaweza kupokea na pengine simu yako haitasikilizwa. Kwa hiyo kikubwa, andika tu ujumbe mfupi wa maandishi, alafu mimi nitausoma mara baada ya mazungumzo yetu ama tukiwa tunaendelea na mazungumzo. Lengo ni kujenga. Lengo sio kushambulia mtu, kwa sababu unaweza ukaandika message yenye ukakasi kweli kweli, hapa sitaisoma. Lengo ni kufundishana, lengo ni kukosoana, na kukosoana huku kunaambatana na kufanya kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Tusije tukawa tunakosoa tu kwa kukomoa. Lakini pia nitoe tahadhari, usitaje jina la mtu yoyote. Usitaje kabisa, nasisitiza usitaje jina la mtu yoyote. Hata kama atakuwa alikujeruhi ukienda studio, vyovyote vile usitaje jina la mtu, isipokuwa lengo hapa tunajengana, tuone tunatatua vipi hizi changamoto katika muziki wetu wa Injili ili mambo yaende vizuri. Mwenzangu pia kule Dar es Salaam, Athman Mihula, kuna mgeni atakuwa naye kule hapo baadaye, pia atatuambia, lakini pia ataendeleza mjadala huu. Hapa studio kama ambavyo nimekuambia, nina wageni ambao asubuhi hii ya leo tumewalika waje tuweze kujadili. Jamani, nafikiri mtokako ni kwema. Karibuni sana. Asante sana. Sawa. Bila shaka mshaona kile ambacho tunakifanya. Hao ndugu zangu wao wanatoka katika kwaya inayoitwa Havila Gospel Singers. Lumala Mpya International Church ndiko wanapopatikana, huko ni kutoka hapa Mwanza. Labda kabla sijaendelea, kwenye kwaya wewe ni nani? Kwenye kwaya mimi ni katibu msaidizi. Katibu msaidizi. Yeah. Baba pale? Mimi ni mwenyekiti msaidizi. Kwa hiyo naona wale viongozi wa juu wameamua kudelegate hawa. Haya ndio unyenyekevu wenyewe huo jamani, tunaosema huo ndio hakika unyenyekevu wenyewe, kwamba wale viongozi wameona kwamba sisi inawezekana kila siku tunaonekana sana, tunasikika sana, basi leo tuache wasaidizi wetu waende huko. Havila kwaya ni nani? Havila kwaya ni kwaya ambayo inamtumikia Mungu na iliyojengwa katika misingi mizuri ya kiroho chini ya mchungaji wetu Dr. Daniel Moses Kulola. Ndio. Lakini pia maana halisi ya Havila utaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 11, na maana yake halisi ni nchi ya dhahabu. Ndio. Kwa hiyo kumbe Havila maana yake ni nchi ya dhahabu. Yeah. Kama Tanzania hapa inawezekana sisi ni nchi ya dhahabu jamani. Asante sana. Na hii kwaya muendelezo wake kwanza ilitokea wapi mpaka leo ikoje? Historia kidogo tuijue Havila. Nchi hii ya ahadi tuijue vizuri. Havila Gospel Singers ilianzishwa mwaka 1982. Oh. Yeah. Na ilianzishwa ikiwa na jumla ya wanakwaya 4. Ndio. 2 wakiwa jinsia ya kike na 2 wakiwa jinsia ya kiume. Ndio. Na mpaka sasa tumefanikiwa kurekodi audio album 5. Na albamu ya kwanza inajulikana kama Pesa. Albamu ya pili inajulikana kama Tazama Ndugu. Albamu ya 3 inajulikana kama Ninakushukuru Muumba. Albamu ya 4 inaitwa Mwacheni Mungu Aitwe Mungu, na albamu ya 5 ambayo ni mpya ilitoka mwaka huu inaitwa Upo Uzima Tele. Asante. Tukirudi hapo katika albamu ile ya kwanza inaitwa Pesa. Yes. Pesa. Kwa nini Pesa? Na hii ilitoka mwaka gani hii albamu? Hii albamu ilitoka mwaka 1985. Ni zamani kidogo, hata mimi nilikuwa sijazaliwa. Na pengine ulikuwa hujazaliwa lakini historia umeikuta. Yes. Kwa nini walisema waliita Pesa? Pesa imefanyaje Pesa?
waliita pesa kwa sababu watu wamefuata sana pesa kuliko kuifuata Injili. Ndio. Kwa hiyo ndio maana halisi kwamba watu walikuwa wamefuata sana fedha kuliko kuifuata Injili. Yes. Na maudhui yake yalikuwaje? Ala zilizochezwa mle zilikuwa kwaje? Walau tupe picha, japo hatunayo hapa, lakini bila shaka utakuwa ulisikiliza na ukapata vionjo. Karibu. Na ujumbe halisi uliokuwemo mle ndani ya ile album ilikuwa inasema kwamba pesa inaua. Pesa inaua, japo kuwa pesa ni jawabu la kila kitu, lakini ukiifuata sana pesa itakuua. Kukuua kwake itakutoa kwenye msingi mzuri wa kiroho na itakupeleka mahala ambapo hapastahili. Asante. Nikija kwako mwenyekiti msaidizi, maana mwenyekiti mwenyewe huenda saizi anakutizama kule kwamba huyu leo msaidizi nimemwagiza kule atazungumza nini. Tuje katika hizi albamu ambazo zimefuata mpaka hii ambayo inaitwa Uzima Tele. Hebu tuambie, unamwambie mtazamaji ni changamoto zipi ambazo mmepitia? Kwanza tukianzia ile kwaya ya awali kabisa, kwa sababu tunaamini kwamba wengi walikuwepo pale, inawezekana pia wengine wasiwepo. Yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Ni changamoto zipi ambazo mlizikuta nyinyi kizazi kipya? Sawa, labda nitarudi nyuma kidogo. Ndio. Kwanza kabla hatujaitwa ili jina la Havila. Ndio. Tuliitwa Uinjilisti Kwaya. Ndio. Lakini kwenye miaka ya 2006 bila shaka. Ndio. 2006 tulibadilishiwa jina. Tulibadilisha jina na kuita Havila kutokana na yale yaliyokuwa nyuma. Tukaona sasa kwa sababu sisi tuna maono makubwa, tunataka tubadilishe jinsi walivyokuwa wamejipanga wenzetu, au labda malengo yao yalikuwa yako chini. Sisi sasa tunataka tuongeze juu zaidi na tufike viwango, kwa sababu tayari lile jina lako mwenyewe linaweza likakupa nguvu ya kuinua zaidi. Ndio. Sasa sisi baada ya kubadilishiwa jina pale tukaanza kuweka mikakati ambayo ya kufanya kundi liinuke, na kweli katika zile album zote tulianza kujikuta tunaanza kuziboresha, tunaanza kuzirenew, na hata kwa mfano hiyo hapo Mwacheni Mungu tulirenew, tukaanza kuifanya upya, ikakubalika sana kwenye ukisasa zaidi. Kwenye ukisasa ikakubalika sana kwa kweli. Imekuwa kwa mfano tumekuwa tukisafiri tukienda hata nchi za nje kidogo, nje ya Tanzania. Ndio. Wamekuwa wakikubali sana ile kazi. Asante sana. Hebu turudi sasa katika changamoto kwenye muziki wetu wa Injili. Unafikiri muziki wa Injili kwa Tanzania una changamoto zozote ambazo zinaweza zikafikia mahala zikasababisha muziki huu ushindwe kusonga mbele? Kwa mtizamo wako? Mtizamo wangu kweli changamoto zipo. Ndio. Changamoto zilizopo ni kwamba hasa wewe ambaye utaonekana unafanya hiyo kazi ya Injili kwenye jamii, kuna baadhi ya watu watakuona kama vile ni mtu ambaye yani kama dishi limeyumba. Kama dishi limeyumba. Hasa labda naweza nikasema labda kwa upande wangu. Mara nyingi wanaponiona labda naondoka naacha kazi naenda kumtumikia Mungu kwa njia ya Injili. Sema hivi, wewe unakuwa una akili au? Kwa sababu muda mwingi utajikuta naenda kutumia muda mwingi kujifunza kupiga muziki, au muda mwingi utajifunza kwenda kuimba, natumia nguvu nyingi, natumia sometimes pesa nyingi. Kwa changamoto inakuwepo na ile jamii ambayo inakwenda inanitazama na kunifuatilia. Hivi jamaa anakuaje? Umeona? Ndio. Lakini asipojua kwamba nyuma yake kuna nini. Ndio. Lakini sisi kwa sababu ukienda kwenye neno la Mungu linasema kwamba kwa neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ninajua napoendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, kwa upande wangu mimi najua kwamba na kuna kitu ambacho kipo kikubwa zaidi mbele yangu. Lakini kwa yule anayetazama atakudharau. Unaweza kumwambia bwana hata ni support hata kwa ajili ya kazi hii. Anambia huo ni upuuzi, mimi siwezi kufanya. Labda tungekuwa kuna jambo jingine la maana nafanya ningeweza kukusupport, lakini sio kama hilo hapo. Kwa sababu tumeshaona watu wengi wanafanya hiyo kazi wala hawainuki kimaisha, wako vile vile tu. Wanaonekana yani wanasema kapuku. Wanaonekana malofa hivi. Hawaheshimiki, yani hamna mtu anayejali wanaonekana. Lakini Biblia inasema kwamba mtu akimtumikia Mungu atamheshimu. Ndio. Mtu akimtumikia nitamheshimu. Sasa na mimi nikitazama lile neno kwamba mtu akinitumikia nitamheshimu, na mimi naamini ndani yangu kwamba leo nitaonekana kwamba sifai, lakini baada ya muda yule atakayekuwa anacheka, najua matunda ya Injili lazima yatatoka. Asante mwenyekiti msaidizi ama makamu mwenyekiti msaidizi. Nikija kwako katibu msaidizi wa kwaya, changamoto nyingine pia unafikiri nyinyi wana kwaya ama vikundi vya kwaya
mnapendana ipasavyo na mkainuana? Kabisa. Uwe mkweli kwenye hilo. Yes. Ngoja nisemee kwa upande wetu. Kwa upande wenu lakini ningependa usemee kwa jumla. Kwa ujumla ndio. Upande wenu tumeshatoka. Kwa ujumla ndio. Kwa ujumla unaweza kukuta baadhi ya watu hawaonyeshi ushirikiano katika hii kazi ya Injili. Ndio. Unaweza kusikia kwamba watu fulani wamefarakana, kundi lao limevurugika. Ukizidi kufuatilia sababu iliyowafanya kundi livurugike, unaweza kukuta ni vitu vidogo tu ambavyo vinaweza kusuluhishwa, mambo yakaenda vizuri. Asante. Makamu mwenyekiti, kuna malalamiko pia katika muziki huu wa Injili, hususan kwa baadhi ya ndugu zetu ambao ni wazalishaji. Hili lina ukweli gani? Yaani wale maproducer ambao wanatutengenezea huu muziki tukienda studio. Labda sijakuelewa vizuri. Yaani kunakuwa na malalamiko kwa baadhi ya maproducer. Yaani wanalalamikiwa kwamba hawatendi haki kwa baadhi ya wanamuziki ambao ni chipukizi. Kuwacheleweshea kazi zao, kufuta kazi zao, lakini pia hata ule upendo tu kwa baadhi yao kwa hawa ambao wanachipukia inakuwa ni tatizo. Kuna nini hapo? Kwa uzoefu ambao nimejaribu kupitia swala hili. Tupe uzoefu, ndio. Nimeiona hiyo changamoto, nasema ni kweli kabisa. Ipo. Kwa sababu hasa na usitaje mtu. Ndio. Hasa pale unapofikia labda kundi au mtu anapoenda kufanya ile kazi, kwanza anapokuwa chini lazima na hata pesa yake itakuwa iko chini. Ndio. Anapokuwa bado anataka kuinuka na pesa yake itakuwa iko chini. Kwa hiyo atakapoenda pale atenda kwa kunyenyekea, naomba afanyiwe ile kazi yake kutokana na pesa labda au kiwango alichonacho kwa yule producer. Sasa producer naye anaweza akaangalia bana, labda uje siku fulani. Mbona yule mtu tayari ana passion ya kutumika, afikishe message yake kwa watu. Ndio. Producer atakapoona vile labda kiwango kidogo atampangia labda siku nyingine. Utakapoenda tena unakuta labda kuna waimbaji wengine wamekuja wenye kiwango kikubwa. Unaona? Hasa hao wenye kiwango kidogo tayari watajikuta wengine labda wametoka mbali, wamekuja pale, wanaanza kukalishwa kule. Unakuta wamekalishwa labda nje kule kwenye majani, wamekaa wanasubiri mpaka watakapomaliza wale wenye pesa kubwa. Ndio. Ndo hao wadogo wanaweza wakaingia, na atakapoanza kuwafanyia kazi hawafanyii kwa kile kiwango kama cha yani kile kiwango kikubwa ambacho kitawafanya kuwainua. Asante, tusimalize uhondo. Kwa hiyo mtazamaji, hii inaonyesha kwamba pengine katika huu muziki baadhi ya watu hawathaminiki. Baadhi, sio wote. Ama mnyonge hathaminiki sana. Anakuja na chochote kidogo, anaonekana huyu amna. Amekuja mtu fulani mkubwa katika huo muziki, anaambiwa bwana, hebu pita wewe utupishe kidogo. Sio kwa wote jamani, tunatumia baadhi, sio wote. Kwa hiyo tunataka tuondoe hilo kundi ili basi mwisho wa siku upendo uendelee kudumu. Pale Dar es Salaam wenzangu Athmani Mihula ana mgeni. Kwa hivyo hebu ni kurejeshe kwake kuendelea na mjadala huu, alafu pia hapo baadaye nitasoma ujumbe wako. Atarejesha huko, alafu pia nitasoma ujumbe wako. Endelea kunitumia tu katika namba ambayo unaiona kwenye runinga yako. Kwa hivyo usiondoke. Kwako Mihula hapo Dar es Salaam uweze kuendelea. Sana Godfrey kutoka hapo jijini Mwanza, Dar es Salaam huku. Kama ulivyoeleza hapo awali, nasi tumebahatika kuwa na mgeni kwa siku ya leo kujadili kwa pamoja kuhusiana na changamoto kwenye muziki wa Injili. Kujadili hili ni naye hapa, huyu ni Fredrick Masanja, huyu ni mwandaji wa muziki wa Injili. Bwana Fredrick, karibu sana. Asante sana. Habari za Jumapili? Nzuri kabisa. Nashukuru Mungu, ni njema. Majukumu yanaendaje? Mungu mwema, tunashukuru Mungu kabisa. Sawa. Kama tulivyotambulisha hapo awali kwamba leo tutaangazia changamoto kwenye muziki wa Injili. Nawe ni mwandaaji wa muziki huu. Kuna malalamiko kadhaa kutoka kwa wanamuziki wa muziki wa Injili kwamba nyinyi hamtendi haki, na hata mwenzangu Godfrey kule Mwanza yuko pale na wale waimbaji wamesema ni kweli. Kwa nini mnafanya hivi? Si kwamba hatutendi haki. Kuna kitu lazima tufahamu kwamba sisi kama producers unajua muziki ni investment, na muziki ni mtaji wa kitu, na mtaji wowote una gharama. Kuna watu ambao wana vipaji lakini hawajui namna kuanza. Kwa hiyo wakati mwingine lazima kuwawe na mtaji ili waanze. Kuna namna nyingi ambazo zinatukuta sisi ma producers na tunapokezwa lawama.
nimekuwa na experience kidogo na hili kwa sababu ni muda mrefu nimefanya hii kazi ya producer, kwamba malalamiko yanakuja wakati mwingine mtu anasema kwamba mziki wangu nataka mziki kama wa fulani, unifanyie mziki kama wa fulani. Unakuta wakati mwingine producer hafanyi vile, kwa sababu kama producer yeyote ambaye ni professional hawezi kupiga mziki kama wa fulani. Atapiga melody ambayo itaendana na yule. Huyu naye anaweza asiridhike kwa sababu tu ya sababu labda kaona fulani anapendelewa. Lakini pia kuna ili swala la kifedha linakuwa ni shida, kwa sababu ukweli ni kwamba tunapata shida kwa sababu producers tumeinvest pia kununua vifaa, kuna gharama za uendeshaji. Binafsi nimepokea message nyingi sana, wakati mwingine labda natoa kazi fulani, labda na posti kwenye mitandao kwamba kazi fulani ya msanii fulani mtu maarufu imetoka. Nimepokea message kwamba kaka, ninahitaji unirekodi. Sina hata shilingi 10. Ndio. Ni changamoto kwa sababu studio inapo ukimchukua mtu studio lazima utashinda naye siku nzima ama siku mbili kufanya kazi. Kuna running cost ambazo lazima ziwepo kwenye ofisi. Kwa wakati mwingine tunawaambia kwamba angalau achangie kiasi fulani. Ukimwambia achangie na ameshasema hana hela, unajikuta tena unaambiwa labda amenikataa. Unajua ile mapokeo ni tofauti, kwamba mtu anaweza akasema labda amenikatalia, unamtajia hata kiasi fulani tu cha fedha angalau cha kutufanya tu operate, yani studio iendelee. Kuna gharama za uchakavu pia na pia maisha pia yaende, kwa sababu unajua producer yeyote pia maisha yake ni hayo. Kila siku anashinda kwenye kompyuta na kwenye vinanda, kwa lazima ale pia. Kwa hiyo ni kwamba utakiwi tu kwenda kwa producer ukiwa mikono mitupu, lazima pia uangalie kitu. Lakini hapo baadhi yao wanakuja na kitu lakini si kutokana na kiwango kidogo, basi mnafanya tu bora liende. Hili nalo nasemaje? Hapana. Mimi nakataa kwa sababu nasema nakataa bora liende. Unajua kuna kitu kimoja nikwambie, mtu anayeanza mara nyingi wanapata shida sana, kwa sababu kuanza kutambulika unaweza siku zote huwa nawaambia, nikipata kazi ambaye mtu anaanza huwa nina concentrate zaidi kuliko ya mtu ambaye ni maarufu. Kwa nini? Kwa sababu mtu anayeanza anakuwa na hali ngumu zaidi kuweza kutambulika kwenye jamii. Tofauti na mtu ambaye ameshajulikana. Mfano piga picha tu wasanii ambao wamejulikana. Akiingia tu studio, akatoa tu wimbo wa kawaida tu ambao anaweza hata asifanye kitu kikubwa sana, lakini watu watamsikiliza kutokana tayari ameshajibrand, ana jina kubwa. Lakini yule ambaye anaanza mpaka watu waweze kumfahamu kwamba fulani ametoa wimbo. Mfano Bwana Athman hapa ana wimbo. Hatujawahi kumsikia kabla. Inabidi ule wimbo kweli uwe makini na uwe mzuri sana. Kwa binafsi mimi huwa nawaambia watu, nina concentrate sana na watu ambao wanaanza kuliko waliopata jina kuwafanyia kazi nzuri. Ila sasa tu changamoto inakuja kuwa kwamba unajua waimbaji ni wengi, hasa kwenye gospel ni wengi. Watu wote kuweza kutoka, wakati mwingine mtu unamtolea wimbo mzuri kama wewe kama producer na play part yako, anashindwa kuusukuma yeye kama producer. Yeye kama muimbaji unampatia wimbo, anashindwa labda kufanya video, au anaenda kwenye video anafanya video mbaya labda, anashindwa kwenda. Kwa hiyo unajikuta mwingine kweli analipa hela vizuri, unafanya kazi nzuri, anataka pia ni mpromote. Sasa unajua producers wachache hasa kwa system yetu ya Tanzania ambao wanafanya pia promotion. Kwa hiyo tunajikuta wakati mwingine wanafeli waimbaji kwa sababu ya kukosa namna ya kuwa advertised na kuweza kuingia kwenye media na kuweza kutambulika. Lakini ukweli ni kwamba producers ipo hiyo, wakati mwingine wao watu wanaoanza wanakuwa tunawatenga. Nakubali kwamba tunawatenga kulingana na namna ambayo labda kwamba tunawapa priority labda wale kwa nini sasa mfanya hivyo, na ukizingatia kwamba huduma mnayoifanya ni kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele, lakini unakuta anakuja msanii mwenye yani kwa maana asiyekuwa na jina kubwa, anaweza subiri kwanza, anaweza akafika pale studio na ukamwambia mfano kampa ratiba njoo Jumatatu, afika kweli Jumatatu mapema,
Lakini akaja Athmani na jina kubwa, ukamwambia bwana subiri kwa, akakaa pale mpaka jioni. Na basi sawa, subiri tena siku nyingine. Kwa nini mnafanya hivyo? Na wakati kitu kinachofanyika ni kuhakikisha kwamba injili inakwenda mbele. Ni kweli wakati mwingine inatokea hivyo. Unajua naongea general, sijiongelei peke yangu. Kwa sababu hivi kabla hata mimi sijaingia kwenye hii field, nimepita mahali nimekumbana na hayo. Kwa hiyo nikisema tunafanya, it means not me. Ni kwamba inatokea kwa sababu gani? Unajua waproducer wengi wanakasumba kwamba wakifanya kazi na mtu maarufu wanaongeza uwezo wao wa kujulikana. Rudia hapo. Hebu rudia vizuri. Nikaweke vizuri. Paweke vizuri kama. Ni kwamba producer anaamini akifanya kazi na mtu maarufu anaongeza wateja, anaongeza umaarufu. Ndio. Mimi nikimpata sasa hivi Athumani ambaye ana followers Instagram milioni 2, nikamfanyia kazi yake, na uhakika akiposti tu kwenye akiandika kwamba Masanja produced by Masanja, yani na uhakika baada ya hapo watakuja watu wengi kwa sababu nimefanya kazi na wewe. Ndio maana kuna tabia ya kupewa priority watu wenye majina. Hiyo ni kweli. Hiyo ipo kabisa na naikubali. Na wakati mwingine watu wenye majina wanaenda kwenye studio nyingine, wengine hawalipi kabisa fedha kwa sababu ya lile jina lake. Producer anasema yani mtu maarufu nimlipishe? Hapana, simlipishe, acha tu aje atafanye bure, ili akitoka hapo akinitangaza, na inakuwa faida ni kubwa kweli zaidi kuliko ukilipwa ile hela afa asikutangaze. Unaona, kwa wakati mwingine tunajikuta kwamba kweli, lakini si kwamba tunawatupa moja kwa moja. Kwa hiyo kifupi tuseme kwamba mpo kibiashara zaidi kuliko kiwito. No, wito upo, lakini ni kwamba unajua kiuhalisia ni kwamba tunawapa nafasi wote. Ndio maana kama nilivyosema mwanzoni kwamba binafsi mimi nikishika kazi ya mtu ambaye si maarufu, ninaichukua kwa umakini zaidi kuliko ambaye ni maarufu. Kwa sababu mtu ambaye ni maarufu ana safari ndefu sana. Yaani hata mtu ukichunguza hata watu ambao wameshapata umaarufu katika kazi ya injili, wamepitia vikwazo vingi sana vya producers, wamepitia vikwazo. Kuna mtu mmoja alikuwa ananipa mfano siku moja, akasema alikuwa wakati anaanza albamu yake ya kwanza. Ndio. Alifika asubuhi mpaka yuko na timu, kipindi kile watu wanapiga live magita wana record. Amekaa na timu, ameitoa mkoani, wamefika pale asubuhi mpaka jioni, producer hayupo. Unaona, alipofika pale kaja na kamera na wapiga picha pale na wachekea. Lakini kwa sababu ni producer utafanya nini? Inabidi uwe mpole, urekodi. Kipindi hicho hajulikani. Lakini baadaye yeye producer inabidi awe mpole kumtafuta yule bwana njoo, hawezi tena kumfanyia vile. Lakini huyu mtu mwingine ambaye anaanza, mimi ninamshika kwa sababu gani? Ninamshika kwa sababu ana wito fulani wa kazi yake. Na inategemea pia na kazi. Kuna mwingine anakuja ambao changamoto hii niseme kabisa kabla sijaisahau. Ndio. Mtu anakuja, mtu mmoja alinipigia simu ananiambia, I say, nataka unifanyie wimbo bwana. Nitoke. Niwe maarufu na mimi. Ndio. Nilimwambia I say, ni process. Haiwezekani. Yaani ukiwa hivyo hauwezi kutoka. Kazi ya Mungu ina vitu viwili ambavyo unatakiwa kuvifanya. Ukimwona mtu ameibuka ameenda juu sana, ni kama gorofa Ndio. Ili gorofa liende juu lazima msingi wa gorofa uende chini sana. Sawa. Kwa lazima kuna misingi fulani uitengeneze wewe kama msanii wa nyimbo za injili unayeanza. It means lazima utengeneze misingi kuanzia kwako mwenyewe moyoni, kwa producer, pia kwa uanze polepole, uibariki kazi yako iende. Unajua wakati mwingine sisi tunafanya kazi tunaonekana kama wauni ma producers, tunafanya labda wakati mwingine tunawatoa watu, lakini mtu kama mimi sikufanya kazi na yule mtu kwa sababu gani? Niliona yuko labda kimwili sana. Ndio. Hayuko kiroho. Kiasi kwamba nikifanya naye wimbo ukashindwa kutoka, hiyo kesi baba ningeibebaje? Nifikiria. Sasa ninapokutana na watu wa namna hiyo, wewe ulikimbia ukufanya naye. Sasa njia sahihi ni ipi? Sababu yeye anafahamu hayo. Je, unaweza kukaa labda kuna taratibu zozote labda za kukaa nao, kumpa darasa bwana hivi na hivi, taratibu ni hizi. Nafanya vitu kama hivyo au ukikutana naye tu unakimbia, mimi sifanyi? Mara nyingi huwa mimi hata nikifanya vitu kama hivyo namuuliza mtu nijue msingi wake kwanza
kwamba anataka kufanya mziki kwa msingi gani, kwamba unataka kufanya mziki huu kuna misingi ya kiroho ambayo imekujenga, kwa sababu mimi ni producer wa gospel pekee, sijishughulishi na vingine. Kwa lazima niende na zile misingi ya kiroho. Kwa lazima nimfahamu mtu misingi yake ya kiroho ikoje. Unamuuliza kwamba hata background pia unataka kidogo nijue yuko kanisa gani, hata kama ni mtu binafsi au kwaya, inakuja kwaya fulani unajua inatoka kanisa fulani. Kwa mtu wa vile akija unamwambia kwanza tengeneza kwanza kirohoni, kwa sababu ukija kibiashara, katika gospel biashara ni ngumu sana. Yaani gospel ili utoke kibiashara, watu kwanza wakukubali rohoni. Wakisha kukubali rohoni, fedha utaipata. Lakini wasipokukubali rohoni, biashara kwenye gospel huwezi kufanya. Kwa hiyo tunajaribu kuongea nao na kuwashauri pia. Na kuna wengine ambao wanakuja kweli wako humble, kuna wengine wanakuja sichaji kabisa, free of charge na rekodi. Kwa nini hauchaji? Na nikiona mtu ana nia ya dhati ya kumtumikia Mungu na anataka kumtumikia Mungu na anajua kuimba na ana kiwango cha kuimba, hapo ndo tunapochengana na watu sasa. Kingine mtu unakuta anakuja hana hela kwanza. Hapo watatuona sisi wabaya maproducer. Hana hela, yani mfukoni hana kitu. Unamwambia mjaribu kuimba, alafu akiimba, yani hata mimi producer na nafuu. Unaona producer wengi wajulikana hajui kuimba, lakini wanaweza kuarrange vitu, lakini ndio hivyo. Lakini producer mwenyewe ana nafuu. Alafu ana insist naomba unisaidie. Fikiria huyo mtu utamsaidiaje? Kusema kabisa hapana usije. Utaonekana wewe ni mtu ambaye labda hujaokoka. Wakati mwingine unajikuta unampa lugha fulani laini, unajua lugha fulani laini ya kumtia moyo ili sasa wewe endelea kujifunza, ukisha kuwa vizuri njoo. Lakini kuna wengine ambao unakuta ana kipaji kabisa, ana kipaji kizuri sana cha kuimba. Unaona kile kipaji ni kikiacha kitapotea. Kwa hiyo unamuita, unamwambia sasa tufanye kazi. Na kutolea labda wimbo mmoja. Huu wimbo mmoja nikishakutolea for free, nikupa, nenda katafute watu wakusaidie. Mimi nimekupa. Kama ukipata watu, rudi kwangu. Kama utakuwa na shukrani, nije. Ila sasa hapo tena kwenye shukrani ndio wapa gumu. Wanarudi kweli? Hamna. Yaani wakisha mtu akikwambia au kwaya hizi. Tukizindua tu producer, tunakuja. Wewe. Kwa hiyo kumbe malalamiko si kwenu tu. Malalamiko si kwetu tu. Na wao wakipata msaada wanakimbia jumla. Wanakimbia. Mimi kuna kazi kadhaa ambazo nimeshatoa, ambazo nadai hata fedha. Unakuta sometime na mtu anakuja, bwana tunazindua, tunaomba bwana kazi yetu utupatie. Naomba jamani, hamjamalizia asilimia fulani ya malipo. Tunaomba watu tukizindua tunakupatia. Ndugu yangu, ukishatoa ile kazi ukamkabidhi ile master ile yenyewe akaduplicate wauze. Baada ya hapo na unapofanya mawasiliano nao, jamani leteni mzigo wangu, wanasema zinapokelewa sasa. Kwa hiyo hizo changamoto zipo, yani hizo changamoto zipo pande zote mbili. Kweli hata sisi maproducer wakati mwingine changamoto zipo, tunatingwa na kazi wakati mwingine. Niongelee upande wetu, wakati mwingine tunatingwa na kazi nyingi, tunachelewa kudeliver kazi. Kwa mtu mwingine labda anaweza kukasirika, huyu amenicheleweshia kazi yangu, ataniona kwenye hela yangu. Unaona? Hiyo ipo. Lakini kazi mradi imetoka on time, labda wewe mwenyewe umeweza kuizindua. Mpe producer haki yake. Ili next time utakaporudi kwake asiwe na kinyongo na wewe, afanye kazi na wewe. Tuangazie sasa swala la ulielezea hapa, kuna baadhi ya wasanii wanapokuja studio wanataka labda yale mapigo ya muziki yafanane na msanii fulani. Changamoto hii huwa na ishughulikia vipi? Hii changamoto ni kubwa sana kwa kweli, ambayo huwa inatuumiza kiakili sana kwenye kufikiria, kwa sababu katika sheria hata za Tanzania sasa hivi watu wanasajili nyimbo zao, wanazisajili kwenye BASATA na KOSOTA. Kwa hiyo na maana mtu ana hakimiliki ya wimbo. Ukipiga wimbo, mimi nikitoa wimbo nimekupa wewe umeimba, alafu mwingine akatumia biti kama ile, una uwezo wa kumshtaki na una uwezo wa kuchukua wa kulipwa kabisa hata fedha nyingi. Sasa unakuta wakati mwingine anakuja mtu anasema, bwana ninahitaji biti kama ya fulani, nifanyie hivyo yani
yani hapo yani ungekuwa na uwezo hata wa kutoa maneno kwa yule, hiyo beat niitumie. Tunajaribu kuwashauri. Wakati mwingine ni shida sana kuwashauri. Unampa alternative sasa, unamwambia okay, hapa sisi ile beat tuiache, tuchukue melody. Unajua kuna melody na hiyo beat. Unachukua melody ya huo muziki. Mfano kama mtu anaimba labda zuku, anataka labda zuku hii, kwa hiyo unaachana na ile zuku ya yule, unapiga zuku nyingine yenye hizo mawimbi yale wanaita progression hizo zinaenda, lakini nyingine tofauti. Wengine wanaridhika, wengine hawaridhiki, wengine wana hivyo, lakini wengine wanaweza wakaacha kabisa hata kufanya kazi, akaona labda hutamfanyia kazi nzuri. Lakini labda hicho kitu producer tujifunze kwamba haitakiwi kufananisha. Wakati mwingine unasikia kabisa wimbo wa mtu fulani, wakati mwingine ukiweka wa Nigeria unakuta hiyo beat imetumika Nigeria. Alafu hata kibaya zaidi imetumika kwenye secular. Imetoka kwenye muziki wa kidunia imeingia kwenye gospel. Sasa hapo ndo wapo sisi watu tunafeli pia, watu wa gospel. Yaani hiyo ni changamoto kubwa sana. Mtu atajiuliza, hivi sasa nini naimba nini watu wa gospel? Mbona huu muziki huu amepiga Nigeria fulani? Kwa hiyo kiufupi baadhi yenu mnakosa ubunifu. Ni ukosefu wa ubunifu. Creativity hapo inakuwa hataki kusumbua akili. Yaani mtu anakopi huku anaweka hapa, maisha yaende. Na ukiona producer anakufika pale, anafika tu imba tayari, kuwa makini. Yaani nawaambia hata watazamaji wawe makini na hizo. Kwa mtu au anakuambia imba na kurekodi, afu njoo siku nyingine unakuta anaingia kwenye library, anaangalia beat gani inaendana na wimbo wako. Ukija baadaye anakupa hii hapa beat imekamilika. Kwa hiyo labda katika kumalizia hii turudishe mjadala mwanzo. Ni muda gani sasa, sababu ni producer, ni muda gani producer anatakiwa akae atengeneze beat kwa ajili ya msanii? Ni muda gani? Maana siku ngapi inaweza kugharimu? Msanii anapokuja lazima akae na producer. Wakae pamoja, aimbe, wafanye kazi, wafanye music pamoja. Akisha msanii anapoimba, producer anausikiliza muziki, anachukua ile melody anafanya. Lakini ile kwamba tutafanya baadaye, wakati mwingine unakuta hiyo mtu anachukua beat ya mtu. Sasa wewe msanii hujui kama beat labda ilishawahi kutumika Mwanza kwenye kwaya fulani, hiyo mimi nimekupa wewe. Sasa wewe utakuja kupambana na hao wa Mwanza. Sawa. Mtazamaji wa Star TV, kipindi hewani ni Amka na Tumsifu Mungu. Na sasa hivi tupo katika kipengele cha pili cha mjadala mkuu, na kubwa hapa tunalolijadili hapa ni changamoto kwenye muziki wa Injili. Hapa Dar es Salaam ni naye Fredrick Masanja. Huyu ni muandaaji wa muziki wa Injili maarufu kama producer. Nikurejeshe Mwanza kwake Godfrey Mahonge kwa ajili ya kuendelea na mjadala huu na vile vile kutusomea ujumbe kutoka kwa watazamaji wetu. Kwako Godfrey. Nikushukuru sana Mihula. Tumemsikia producer hapo, tulikuwa tunacheka kweli kweli. Sasa naona amejitetea, lakini mimi nafurahi kwa sababu tumebalance pande zote. Kazi ya uandishi wa habari pia ni kubalance huku na huku. Upande huu umetuhumiwa, basi upande huu nao pia uweze kusema chochote, na tumewasikia maproducer. Kwa hiyo hapa pande zote mbili zina changamoto. Zote mbili kulingana na maelezo yake basi kuna changamoto. Kwa hivyo tutatafuta tena wakati mwingine ama wasaa mwingine tuweze kuwaita sasa wote kwa pamoja, tukae tutafute suluhisho ili mziki wetu uzidi kwenda mbele. Huyu anaitwa Gerard Mtengwa, anasema kutoka Kahama. Tatizo la hawa wataalamu wetu wa vyombo vya kurekodi muziki, wanashindwa kutambua muziki wa dunia na muziki wa Mungu. Huyu mwingine anaitwa Abdalla Umari kutoka Morogoro. Mimi nauliza kwa nini makanisa mengi hayatumii kayamba na mikwasa? Huyu kaenda mbali zaidi. Anaitwa Benedicto Balale wa Dodoma. Kumekuwa na changamoto nyingi katika mziki wa Injili, ikiwemo mavazi na hata staili za wanakwaya wachezaji zinakuwa hazipendezi na hazileti utukufu mbele za Mungu. Mara nyingi zinakuwa za kidunia zaidi. Huyu anasema kiukweli sasa hivi hata kama unataka kusinzia ukawekewa kwaya yenye mdundo uliopangiliwa, usingizi unaisha kabisa. Hongera sana kwa wanamuziki wa kwaya Maisha Alex kutoka Geita Mwatulole. Asante. Ndugu mtangazaji, ukweli muziki wa Injili huleta upendo, amani kwa watu wote. Mungu awaongoze waimbaji wetu wote wazidi kumtangaza Mungu wa maneno la Mungu maishani mwetu. Anaitwa John Mabonde Cheyo kutoka Nata huko Nzega Tabora.
Huyu mwingine anaitwa Fobi Lugema, anapenda kushukuru Mungu Jumapili ya leo. Yeye pia ni mwanamuziki wa Injili, anaomba mumwezeshe. Haya. Mwingine anasema napongeza sana wanakwaya wa Neema kwa uimbaji wao na huduma yao nzuri. Asante sana. Habari ya asubuhi hapo studio jamani, tuwe na Mungu, tuwape waimbaji chipukizi ili waweze kumtumikia Mungu. Pia Mungu awalaze mahali pema poponi hao vijana wenzetu wawili. Ni Justin Mwangomola wa mkoa wa Songwe Mbeya. Asante sana kutoka huko Mbeya. Huyu mwingine anasema Fredrick Masanja naomba namba yake. Haya, Masanja umeombwa namba huko. Basi tukirejea tena hapo mkiwa mnahitimisha utatoa hiyo namba. Ndugu mtangazaji, neno ukisasa umesababisha watu tusimtukuze Mungu katika roho na kweli, na waimbaji wengi wanatafuta mafanikio kuliko kusudi la Mungu aliloagiza. Mungu anataka injili ihubiriwe kwa viumbe, kwa kila kiumbe. Mungu awabariki sana. Naitwa Zakaria V Sangawe. Asante sana Zakaria. Huyo anasema hivi, ndugu mtangazaji, huyo producer hana wito kabisa, isipokuwa yupo kibiashara zaidi. Ni David Kiula kutoka Dodoma City. Anasema kwamba ndugu mtangazaji, huyo producer hana wito kabisa, isipokuwa yupo kibiashara zaidi. Ni David Kiula toka Dodoma huko. Haya, asante sana producer, bila shaka umesikia hilo, utatuambia huko kibiashara zaidi ama kumtumikia Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Franki kutoka Arusha, nawatakia hao ndugu haya, asante. Huyu vile vile anamalizia kusema kwamba ndugu zangu naomba wasikate tamaa, Mungu wabariki. Anaitwa Nicholas kutoka Mererani, nawatakia Jumapili njema na uimbaji mwema. Asante. Anaitwa Queen kutoka Mbezi Kimara, niwatakie Jumapili njema. Haya, asante Queen kutoka Kimara. Kutoka Arusha anasema ni muimbaji, ana album moja na ni mtunzi wa nyimbo, anafundisha kwaya. Mtamsaidiaje mziki aliorekodi ufike mbali? Haya. Mwingine huyu anasema haleluya wana wa Mungu, anaitwa Ima Gospel kutoka Mwanza wapi sijaelewa hii. Muimbaji mzuri ila anahitaji ufadhili wa video. Haya. Huyu mwingine anasema nyingine mtazamaji inabidi utumie tu taaluma ya uandishi wa habari kuhariri ukiwa unasoma. Anaitwa Yusufu kutoka Kosia Mbili, naomba kushukuru Mungu tuwape Haya, ndugu zangu, pia mnavyoandika hizi message nashindwa kusoma kwa namna mnavyobananisha maneno. Huyu anasema anaomba tumuombe. Haya, tunakuombea ndugu yangu, Mungu azidi kukubariki. Anaitwa Adima Magongwa toka Kigoma. Tatizo maproducer sasa hivi wana bei kubwa. Haya, Masanja mnaambiwa mna bei kubwa siku hizi. Anaitwa Peter Boniface kutoka Lugeye Magu. Huyu yeye anaomba namba yako ya simu bwana Masanja, kwa hiyo utamtajia. Ajabu Sambo Dodoma Makole, Jumapili njema kwa watazamaji wote wa Star TV, basi watakuwa wamekupata. Tatizo mavazi kwaya, jitahidini mavazi si ya maadili. Anaitwa Hassan kutoka Singida. Hili la maadili naona nalo linachukua sehemu kubwa sana. Sasa hivi kwaya imebadili kuwa mziki wa kidunia. Efata kutoka Shambalai. Asante sana. Haya, hizo ndizo message ambazo nimezihitimisha hapa kwa kuzisoma. Hakuna hata moja ambayo nimeiacha kwa asubuhi hii ya leo. Nimekuelewa sana ndugu yangu Masanja kwa ufafanuzi wako, kwa sababu mlikuwa mnatuhumiwa sana hapa, mara hivi mara vile, lakini mwisho wa siku utanijibu hili hapo baadaye. Mimi ninachojua, kabla hujaanza kitu chochote lazima ujue umelenga nini. Kabla hujaanza kazi yoyote lazima, kama ni ya kujitegemea, lazima utafanya research, lazima utakaa kidogo, utazungumza na Mwenyezi Mungu kwamba nataka nifanye kazi fulani, nitakutana na changamoto fulani za aina fulani fulani. Je, Mungu hizi changamoto nitazitatuaje? Mungu sio mchoyo hata kidogo. Atakujalia, atakuwezesha. Lakini mwisho wa siku lazima uvijue lazima ujue kutumia hivyo vitu. Sina maana mbaya, lakini ninachokilenga hapa, kabla hujawa producer, nina uhakika kama akili yako italenga kwenye biashara,
kama akili yako italenga kwenye biashara moja kwa moja na sio uinjilishaji, kusaidia watu wainjilishe, hakika hiyo kazi utafeli. Nikuhakikishie ndugu yangu, hiyo kazi utafeli, na mwisho wa siku kila siku itakuwa ni malalamiko tu kwa producer, huyu yuko hivi, mara yuko hivi. Na Masanja amekiri kwamba wakati mwingine kweli wanaangalia kwamba vile vyombo amenunua, ametumia gharama kubwa, kwa hiyo lazima apate kauchakavu. Lakini tukumbuke kwamba hii ni kazi ya Mungu. Kabla hujaifanya, mwambie Mungu, nataka nifanye hivi, naomba uniwezeshe vifaa. Utatoa wapi? Mungu mwenyewe anajua. Na kwa sababu nguvu ya Mungu ni kubwa, itafikia mahala vile vifaa Mungu atakuletea. Inaweza ikawa kama mtego tu. Anakuletea, anakupa kila kitu na hutahangaika, na inawezekana pia usitumie hata senti 5, lakini mwisho wa siku Mungu akakuletea watu ambao watakupatia fedha, alafu utaenda utanunua hivyo vifaa. Je, utakuwa umevinunua kwa fedha yako? Alafu ukiingia huku, wakija wale, unaanza mbwembwe. Unaanza mbwembwe, huna hela, wingi, una hela pungufu, sijui hivi. Kwa mimi nafikiri ni washauri ndugu zangu maproducer, ama ambaye unataraji kuwa producer, zungumza na Mwenyezi Mungu kwanza. Usifosi ama usilazimishe kwenda eneo ambalo sio la kwako. Nikirudi kwa wageni wangu hapa studio, tumemsikia producer kule Dar es Salaam. Unafikiri aliyoyaongea unayafafanua vipi wewe, ama umeyachukuliaje alichokizungumza mwenyekiti msaidizi? Kuna baadhi ameongea ya kweli, lakini nataka nisemee kwa habari ya mpangilio kati ya mwimbaji mkubwa na mdogo. Ndio, karibu. Kuna kituko ambacho nilikiona miaka kama 3 iliyopita nyuma. Ndio. Nilienda na kwaya yangu studio, tukiwa tumepangiwa muda. Tukaenda kama inavyosema hivyo, tukaenda tukakuta mwimbaji mkubwa. Wakati wakiendelea sisi tumekaa pale nje na kwaya yangu tunajadili hapa, sasa leo tutakula nini, sina nini na nini. Leo tulikuwa tuna ratiba ya kula huku, sasa tutafanyaje? Wakati aje tumekaa pale nje, ghafla luku ikaisha. Yaani umeme ukaisha pale studio, umeme zikakata. Sasa badala ya kwenda kumuomba yule ambaye anakuwa anafanya kazi mle ndani, akatoka yule producer kuja kwetu sisi. Na kututaka tumpe kiasi cha pesa ili waweke umeme ili sisi tuje tuanze kuimba. Lakini kweli kwa sababu ya ule uchanga wetu, basi tuliamua kutoa ile pesa. Wakaweka umeme, akaendelea mpaka yule mtu akamaliza, ndipo na sisi tukaenda kuanza. Maana sasa kitu kama hicho kinaumiza sana. Kinaumiza tena, kinawakatisha tamaa, hasa waimbaji wadogo. Sasa mtu kwani asimuombe yule aliyokuwa naye kule ndani? Asante makamu mwenyekiti, muda wetu unakwenda kwa speed kweli kweli, na umetupatia historia hiyo ama kaushuhuda hako ambako inawezekana tukawa na ushahidi nako ama tusiwe na ushahidi nako. Hichi ni chombo cha habari, kwa hiyo lazima tungependa kubalance hiyo story yako, lakini basi mwisho wa siku najua pengine kuwe na ukweli, kusiwe na ukweli, ama ni story ili tujifunze, yote yanawezekana. Kaka, nusu dakika, karibu. Kwanza ninamshukuru kakangu Masanja kwa kusema ukweli. Ndio. Lakini kingine pia, sisi kama waimbaji tunapotaka kwenda studio, tujiandae, tuwe na pesa kamili. Kabla ya kwenda kule studio, tufanye research kwamba tunataka kazi labda ya kiwango fulani. Je, hiyo kazi itagharimu bei gani? Tunafanya research, tuhakikishe tunaenda na pesa studio, tusiwape maproducer majaribu, tusiwaingize katika majaribu. Haya, asante sana. Huyu anasema ni Kennedy kutoka Mwanza. Anasema maproducer wengi wako kibiashara zaidi. Usipoenda na hela hakueleweki, yani hakuelewi, anaona kama dampo. Waache hizo, nao walianza kama wao kuungaunga. Huyu anamaanisha walianza kuungaunga na mpaka wakafikia hapo walipo. Haya, kwa kweli imekuwa ni changamoto. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufika katika siku hii pamoja na familia yake, anaitwa Sofia kutoka kule Kahama. Basi hayo ndio ambayo kwa sisi Mwanza hapa tumeyajadili nikiwa na wageni wangu. Jamani, shukrani sana, asanteni kwa kuja. Basi na nyinyi pia muwe ikiwezekana na nyinyi mtafute za kwenu, studio zenu. Mkipata changamoto kama hizo, mtafute za kwenu ili msiwe mnawahukumu na kuwa nilikuwa na ndugu zangu hawa ambao tumezungumza na swala zima la changamoto kwenye muziki wa Injili. Kwa sasa nikurejeshe kwake, tutahitimisha wetu kwa siku hapo Dar es Salaam. Kwako Mihula, na pengine hata kesho tukaonana hapo Dar es Salaam au siku ya Jumanne tutakutana pamoja.
Kwako Miula. Asante sana Godfrey, na sisi tunaendelea kuhitimisha hapa huu mjadala wetu. Na dhani ndugu Masanja umesikiliza message. Lakini kubwa zaidi watu wanalalamika kwamba mpo na bei za juu sana. Kwa nini? Kwanza niongelee swala kuna comment moja nimeipenda ya mtu mmoja ameni-challenge, amesema huyo producer yuko kibiashara. Ndio. Lazima tufahamu kwamba kuna vitu viwili vinaenda. Lazima huwezi kaenda. Nimemshukuru sana katibu alivyosema wakwaya hapo kwamba lazima unapoenda studio uwe na kiasi cha fedha. Ukweli ni kwamba lazima tuoperate. Lazima tuweke umeme. Lazima uashe AC, yani ukae producer, vifaa vinachemka, umeme unaolika ni mwingi, huwezi kaenda mikono mitupu. Lakini tujue kwamba hata bei tunazofanya kwenye gospel ni tofauti sana na bei hata wanazofanya watu wa nje ambao wanafanya muziki ya kidunia. Kwenye gospel unakuta hela inayorekodi album kwenye gospel. Ukienda kwenye nyimbo za kidunia hata single huwezi kutoa. Hata single wimbo mmoja huwezi kutoa. Kwa hiyo bado tunafanya bei ambazo zina chini kwa sababu tunamtukuza Mungu. Kuna maproducer ambao wako pande mbili, wanafanya gospel na secular. Wao wanakuta wana flat rate tu. Ukitaka pale wao wanafanya secular wanakupiga bei zile zote. Lakini sisi tulioamua kufanya kazi ya Mungu tunaelewa kwamba kweli tunamtukuza Mungu. Hata bei zetu zinaendana hivyo. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya secular akaniambia alikuwa anafanya kwa analipa 800 single. Ndio. Anashangaa kwangu bendi naomwambia anashangaa. Sasa hii hela ndio mbona ndogo sana, unaona? Kwa sababu ya gani? Amezoea kule kulipishwa 800 wimbo mmoja. Lakini ukienda kwa mtu wa gospel ukamwambia mlipa 800 wimbo mmoja, yaani huyo mtu atakukimbia na hamtawasiliana tena. Kwa hiyo ni kwamba lazima tujue kwamba kuna gharama lazima tukubali kuingia. Sema tu sasa wewe msanii ongea vizuri na producer. Unajua ukipewa gharama so unaanza gharama kubwa unafanya. Relax na uongee naye vizuri kama kweli una nia ya kumtumikia Mungu. Producer mwenye nia ya kumtumikia Mungu pia ya kukusaidia atakusaidia. Sawa. Katika kuhitimisha kipindi chetu, kuna mmoja hapa ameomba mawasiliano yako. Okay. Mawasiliano yangu najulikana, studio yangu inaitwa Fresters Records. Na namba yangu ya simu ni 0768 40 70 80. Irudie. 0768 namba ya Vodacom 0768 40 70 80. Hiyo namba inapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, ukiandika tu Fresters Records kwenye Instagram, Facebook, huko kote ndio unajua siku hizi zina jamii ndio. Sawa. Neno lako la mwisho dakika moja. Neno langu la mwisho la kuwaaga wapenzi watazamaji wetu kwamba kweli sisi kama tuna nia ya kumtumikia Mungu, lazima tutambue kwamba kazi ya Mungu pia ina gharama. Na lazima tujipange. Yaani wanasema kuna mstari kwenye Biblia unasema wataendaji wasipopelekwa. Lazima tuconsider pia huo mstari kwamba hilo andiko kwamba lazima kuna vitu ambavyo tunaikaa kama sisi. Mimi nina wito kutoka moyoni kabisa kufanya kazi ya production. Na kama alivyosema mtangazaji wangu nani wa Mwanza, Godfrey Mwanza, kweli kuna watu mimi wanakuja kwangu kunisaidia. Kuna vitu vingine mimi kuna miujiza napata hata vifaa vingine vya studio. Kuna mtu tu ananiambia nitakupa studio monitor. Imetokea kabisa, nina ushuhuda huo kabisa imetokea. Lakini pamoja hata kama nikisha vipata viko pale, lakini lazima kuna gharama ambazo natumia. Kwa hiyo niwatie tu moyo waimbaji wa nyimbo za Injili. Wasife moyo, watufesi sisi waimbaji wa maproducers, watuambie changamoto walizonazo. Lakini pia sisi maproducer pia wote mnaonitazama, tusiwavunje moyo waimbaji chipukizi. Tuwapokee kwanza, tuwasikilize kabla tujawatupilia mbali, kwa sababu inawezekana hujamsikia naimba. Msikilize kwanza aimbe ndio umkatae. Unawezekana akaimba vizuri akawa na uwezo mkubwa sana ukamchukua akakupromote wewe producer pia na yeye akapata nini jina zuri. Nikushukuru sana Masanja kuwa nami katika kipindi kwa siku ya leo. Amina. Na nikusihi tu siku nyingine nitakupa mwaliko kuhitaji hapa utuitikie kama ulivyofanya leo. Bila shaka. Mtazamaji wa Star TV, mpaka kufikia hapa kipindi cha Amka na Tumsifu Mungu kwa awamu ya pili hakina la ziada, na leo tulikuwa tunajadili hapa kwa pamoja
ni kuhusiana na changamoto kwenye muziki wa Injili. Kujadili hilo nilikuwa na Fredrick Masanja, huyu ni mwandaaji wa muziki wa Injili. Mwenyeji wako nilikuwa ni mimi Athmani Mihula, na nikusii tu uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Star TV.